Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tuanze kipindi hiki basi kwa sala kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Tunaongozwa na sehemu ya maandiko matakatifu, Injili ya Marko sura ya 16 aya 9 mpaka aya ya 14. Injili ya Marko sura ya 16 aya 9 mpaka aya ya 14, aya 9 mpaka aya 14. Naye alipofufuka alfajiri siku ya kwanza ya juma, alimtokea kwanza Mariamu Magdalene, ambaye kwamba alimtoa pepo 7. Huyo akashika njia, akawapasha habari wale waliokuwa pamoja naye. Nao wakali wanaomboleza na kulia, walakini hao waliposikia kama yu hai naye amemuona, hawakusadiki. Baada ya hayo akawatokea watu 2 miongoni mwao, ana sura nyingine. Nao walikuwa wakishika njia kwenda shamba. Na hao wakaenda zao, wakawapa habari wale wengine, wala hao hawakuwasadiki. Baadaye akaonekana na wale 11. Walipokuwa wakila, akawakemea kwa kutokuamini kwao na ugumu wa mioyo yao, kwa kuwa hawakuwa sadiki wale waliomwona alipofufuka katika wafu. Bikira Maria, kikao cha hekima, utuombee. Mtakatifu Yosefu, utuombee. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea na liturujia ya Pasaka na maisha ya ufufuko. Sasa leo tunapenda sasa kukazia kwamba baada ya kuwa tumeadhimisha hili liturujia ya Pasaka kwa namna ya pekee siku ile tulipoingizwa katika Ukristo kwa wale wakatukumeni, na kama watoto wachanga walibatizwa usiku huo, lakini pia wale ambao walifunga ndoa labda usiku huo, na zaidi sana sisi wote kwa ujumla ambao tayari tumekwisha batizwa, tulirudia au tuliweka tena ahadi zetu za ubatizo, tukikumbushwa ile imani yetu kwa Mungu katika kumkataa shetani na kujikabidhi kabisa na kujiweka chini ya Mungu. Kwa kumkana shetani, kuzikataa kazi zake, fahari zake na mambo yake yote, tunakubaliana kabisa kwamba sisi tuko katika mapambano. Na mapambano haya ni kati ya sisi na mwovu shetani. Na ndio maana tulimkana shetani na tukasema tunamkiri Mungu, na hivyo tunajikabidhi kwa Mungu, tunajishikamanisha kwa Mungu, tunajiweka chini ya Mungu, na kwamba tutamfuata yeye, tutamsikiliza yeye, na tutaishi kadiri ya yeye ambavyo anavyotutaka. Baada ya adhimisho hilo, maana yake mkesha wa Pasaka umekwisha. Asubuhi misa ya Dominika ya Pasaka, yawezekana tena kulikuwa kuna ubatizo, labda ndoa, basi baada ya hapo maisha yanaendelea. Sasa hili liturujia ya Pasaka inajirudia kila Dominika, na inatafsiriwa katika maisha kila siku kwenye misa za kila siku za kawaida au za katikati ya wiki. Lakini hapo tafsiri ile baada ya adhimisho la misa tunaenda kufanya nini? Ndio maana baada ya adhimisho la misa, kabla ya kuondoka, tunabarikiwa na kuagwa. Awabariki Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Tunaambiwa nendeni na amani kama sehemu ya chaguo la kwanza. Misa imekwisha, sasa mnatumwa kuishi Injili, au nendeni mkaitangaze Injili ya Bwana.
Kwa hiyo ukiangalia kabisa, unaona kabisa kwamba kuagwa kunatupa wajibu, kunatuambia tukafanye nini. Nendeni na amani. Maana yake ile amani tuliyoichota kutoka kwa Kristo mfufuka, tunaondoka nayo, tunaishi nayo, tunaishuhudia katika maisha yetu na kuwafanya wengine pia waishi katika amani hiyo. Ndio maana tunaambiwa nendeni na amani. Maana yake muende na Kristo, mtembee na Kristo, muwe na Kristo. Lakini tunaambiwa misa imekwisha, sasa mnatumwa kuishi Injili. Kwamba adhimisho kama adhimisho lenye utaratibu tangu maandamano kutoka sakristia au mahali palipoandaliwa mpaka nendeni na amani, maana yake hili kweli linaisha. Lakini baada ya hapo tunaondoka, tunarudi nyumbani, tunaenda kwenye majukumu yetu, shughuli zetu. Maana yake tumetumwa kuishi Injili. Yale tuliyoyasikia tunayawekaje katika matendo, katika maisha ya kila siku. Lakini ile namna nyingine ya mwisho kwamba nendeni mkaitangaze Injili ya Bwana. Kwamba tunatumwa tuende kuitangaza Injili ya Bwana. Haya maneno kwa kweli ndiyo yale maneno aliyoyatamka Yesu mwishoni kabla ya kupaa kwenda mbinguni. Ukisoma Injili ya Marko, Yesu anawaambia wanafunzi wake, hii sura ya 16 aya ya 15 hadi ya 16, akawaambia, enendeni ulimwenguni mote, mkaihubiri Injili kwa kila kiumbe. Aaminie na kubatizwa ataokoka, asiamini atahukumiwa. Kwa hiyo waliambiwa hawa. Maana yake Yesu anapoacha kuwa nao kimwili, wao anaendelea kuwa nao kiroho, kama ambavyo alivyosema katika Injili ya Mathayo, hii sura ya 28 aya ya 16 mpaka aya 20, ambapo tunasoma hivi. Sura ya 28 aya 16 mpaka 20. Na wale wanafunzi 11 wakaenda Galilaya mpaka mlima ule aliowaagiza Yesu. Nao walipomwona walimsujudia, lakini baadhi yao waliona shaka. Yesu akaja kwao, akasema nao, akawaambia, nimepewa mamlaka yote mbinguni na duniani. Basi enendeni mkawafanye mataifa yote kuwa wanafunzi, mkiwabatiza kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu, na kuwafundisha kuyashika yote niliyowaamuru ninyi. Na tazama, mimi nipo pamoja nanyi siku zote hata ukamilifu wa dahari. Kwa hiyo unaona kwamba Kristo yuko pamoja nao, na ndio maana hawa mitume wameendelea na utume huo mpaka sisi Injili huku imetufikia. Hawa waliendelea kuishi maisha ya ufufuko, wakimtangaza Kristo aliyefufuka, ili watu waweze kumtambua Kristo, kumwamini Kristo, kumpokea Kristo, kumuishi Kristo. Sasa maisha ya ufufuko tunapoyalinganisha na liturujia ya Pasaka, maana yake ni nini? Kwamba adhimisho lolote la kiliturujia kwa kweli lina tafsiri Pasaka, iwe ni ndani ya Pasaka au ni nje ya kipindi cha nini cha Pasaka. Misa yenyewe ni Pasaka, na ndio maana ndani ya misa tunalileta lile fumbo la wokovu wetu ambalo limetimilika kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Katika sakramenti hivyo hivyo, sakramenti ya kitubio inalileta lile fumbo la wokovu, la msamaha, la wokovu. Sasa pale ninapoenda kuungama, ninapoenda kuadhimisha hiyo sakramenti ya maungamo, ninapoenda kuungama, maana yake ninarudisha ile neema iliyotokana na mateso, kifo na ufufuko ambao nimeipoteza kwa dhambi zangu. Na hivyo kwa njia ya sakramenti ya kitubio, maana yake ile neema, ile nguvu inarudi katika maisha yangu, kwa sababu nimerudi katika kuunganika na Kristo huyu mfufuka, Kristo mshindi. Na hivyo sasa mimi ambaye nimebatizwa na ninapoendelea kuyapokea masakramenti, maana yake ninaishi maisha ya ufufuko. Ninapoendelea kutimiza wajibu wangu wa Kikristo, ninaishi maisha ya ufufuko. Na ndio maana utaona uhusiano uliopo kati ya aliyebatizwa
na maisha ya kila siku ya ufufuko kwa njia ya maeneo mbalimbali ambayo yanaodhihirisha ufufuko huo. Tunaposoma kitabu cha Matendo ya Mitume, kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2. Kitabu cha Matendo ya Mitume, nitachukua sehemu ya kwanza ili muone tunapozungumzia liturujia ya Pasaka na maadhimisho kiujumla yanavyotupa wajibu katika kuishi, katika kuenenda na kutenda vile ambavyo tunavyopaswa. Sasa katika kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 2, tukianzia aya ya 37 mpaka 41 kwanza, hapa tunapata adhimisho la liturujia ambalo ni ufafanuzi wa Mtume Petro. Sasa ukisoma sura ya 2 kitabu cha Matendo ya Mitume aya 37 mpaka 41, tunasoma hivi: walipoyasikia haya wakachomwa mioyo yao, wakamwambia Petro na mitume wengine, tutendeje ndugu zetu? Petro akawaambia, tubuni mkabatizwe kila mmoja kwa jina lake Yesu Kristo, mpate ondoleo la dhambi zenu, nanyi mtapokea kipawa cha Roho Mtakatifu. Kwa kuwa ahadi hii ni kwa ajili yenu na kwa watoto wenu na kwa watu wote walio mbali na kwa wote watakaoitwa na Bwana Mungu wetu wamjie. Akawashuhudia kwa maneno mengine mengi sana na kuwaonya akisema, jiokoeni na kizazi hiki chenye ukaidi. Nao waliolipokea neno lake wakabatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Kwa hiyo unaona, nao waliolipokea neno, walioongoka walibatizwa, na siku ile wakaongezeka watu wapata 3,000. Kwa hiyo mpendwa msikilizaji na mtazamaji, unaona kabisa kwamba hawa watu baada ya kuhubiriwa, wamesikia ule ujumbe, wameongoka, wakabatizwa. Maana yake wameingizwa katika hiyo liturujia ya ubatizo, ambapo wanateswa, wanakufa na kufufuka pamoja na Kristo kwa ishara kwa njia hiyo ya ubatizo. Sasa baada ya kuwa wamebatizwa, baada ya kuwa wamefanya adhimisho hilo la liturujia ya Pasaka, adhimisho hilo, je, nini kinafuata sasa katika maisha? Ndio tunasoma sasa sura hii ya 2 aya ya 42 mpaka aya ya 47. Sura ya 2 aya ya 42 mpaka aya ya 47. Tunasoma hivi: wakawa wakidumu katika fundisho la mitume na katika ushirika na katika kumega mkate na katika kusali. Hawa ambao wamebatizwa, hawa ambao wameiadhimisha liturujia ya Pasaka na wanaendelea kuiadhimisha kila wanapokutana siku ya Dominika, wanaitafsiri hiyo liturujia katika maisha yao. Tunaambiwa walidumu katika fundisho la mitume. Tunapozungumza fundisho la mitume, maana yake ni nini? Maana yake ni kwamba tunazungumza miongozo, taratibu za kimungu ambazo amezipitisha kupitia mitume na ndio kupitia kanisa lake. Kwamba yale yote ambayo Mungu anatuelekeza kupitia kanisa, ni kwa namna gani hawa waliyatekeleza. Tunaambiwa wakidumu katika fundisho la mitume. Kudumu maana yake ni nini? Kudumu maana yake ni kuwa na uendelevu. Maana yake unaendelea kutenda na kufata kile unachoambiwa kupitia mamlaka ya kanisa, kupitia uongozi wa kanisa ambao tunasema ni mamlaka funzi. Kwamba hawa walidumu katika hili fundisho la mitume, wakitufundisha katika mambo ya kiroho na kutuelekeza pia katika mambo ya kimwili. Kwa hiyo mtu aliyebatizwa, Mkristo ambaye anaadhimisha liturujia, anapata nguvu ya kuendelea kutambua nafasi ya kanisa katika maisha yake. Anaendelea kupata nguvu na kutambua nafasi ya kanisa katika kila anachokitenda, kila anachokifanya. Na hivyo muongozo wote unapotoka wa kanisa, unaotuelekea sisi wafuasi, sisi wana kanisa, maana yake tuna wajibu mmoja tu wa kuishi na kutekeleza yale ambayo kanisa linatufundisha. Na hapo ndipo tutaonekana kweli tumepata ile nguvu ya Kristo
inayotokana na adhimisho, inayotusukuma kuyaweka katika matendo. Nendeni mkaitangaze injili ya Bwana. Nendeni na amani. Misa imekwisha, sasa mnatumwa kuishi injili. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba hao walidumu katika fundisho la mitume. Hilo ni la kwanza. La pili, tunaambiwa na katika ushirika. Sasa ushirika hapa tunazungumzia yale maisha ya kidugu. Ndio yanajiingiza katika matendo ya huruma, kuwajali wahitaji. Na ndio maana tukisoma mbele kidogo, tukianzia 43 na kuendelea, tunaambiwa kwamba kila mtu akaingiwa na hofu. Ajabu nyingi na ishara zikafanywa na mitume. Na wote walioamini walikuwa mahali pamoja na kuwa na vitu vyote shirika, wakiuza mali zao na vitu vyao walivyokuwa navyo, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Kwa hiyo unaona, na kuwagawia watu wote kama kila mtu alivyokuwa na haja. Na siku zote kwa moyo mmoja, hiyo sentensi, moyo mmoja, walidumu ndani ya hekalu. Unaona, walidumu ndani ya hekalu. Wakifanyaje? Wakimega mkate nyumba kwa nyumba, na kushiriki chakula chao kwa furaha na kwa moyo mweupe, wakimsifu Mungu na kuwapendeza watu wote. Bwana akalizidisha kanisa kila siku kwa wale waliokuwa wakiokolewa. Kwa hiyo unaona maisha ya ufufuko yanayopewa nguvu na adhimisho la kiliturujia, kwamba wamedumu katika fundisho la mitume, katika ushirika, maana yake ule umoja wa Wakristo, kujaliana, kusaidiana, kushirikishana mambo mbalimbali, kuonyana kidugu. Haya ndiyo maisha yetu, kwamba tutegemei Mkristo akawa ni mtu anayemkandamiza ndugu yake, mwenzake, hata mtu mwingine. Kwamba Mkristo anakuwa mfano wa Kristo wa kuwapenda wote, kuwajali wote na kuwasaidia wote kadiri ya uwezo na kipawa ambacho Mwenyezi Mungu amemjalia. Sasa huyu anadhihirisha maisha ya ufufuko kwa sababu Kristo yeye mwenyewe ameyadhihirisha maisha hayo kabla, akionyesha kwamba haya yote yanapata nguvu katika tendo hili la mateso, kifo na ufufuko. Ndio maana unaona Kristo aliwajali wahitaji, aliwajali waliosetwa, aliwajali wafungwa, aliwajali watu mbalimbali. Na ndio maana kwenye ile Injili ya Mathayo sura 25 aya 31 mpaka 46 tunaona kabisa kwamba Yesu anazungumzia mojawapo ya hukumu ya mwisho inavyoweza kuwa, kwamba tutapimwa kadiri ambavyo tumetafsiri maisha ya kiliturujia na kuyaweka katika matendo, katika maisha ya ushirika. Na ndio maana anasema ndipo ambapo wote tutakuwa pande mbili, upande wa kulia na upande wa kushoto, ambao ameugawanya kama upande wa mbuzi na upande wa kondoo. Ndipo atakaowaambia wale walio upande wa kulia kwamba njoni ninyi mliobarikiwa na Baba yangu. Nilipokuwa mgonjwa, nilipokuwa na kiu, nilipokuwa na njaa, nilipokuwa uchi, nilipokuwa nimefungwa, na kadhalika na kadhalika. Anasema mlinitendea mimi. Na hawa watauliza ni lini Bwana? Atawaambia vyovyote ambavyo mlivyowatendea wadogo wa hawa, mlinitendea mimi. Na wale wengine upande wa kushoto wataambiwa ondokeni ninyi mliolaaniwa, kwa sababu nilikuwa mgonjwa hamkunisalimia, nilikuwa na kiu hamkunipa maji, nilikuwa na njaa hamkunipa chakula, nilikuwa uchi hamkunivisha, nilikuwa gerezani hamkuja kunitembelea. Ndio taulizwa ni lini, watamuuliza ni lini Bwana? Wakaambia vyovyote vile ambavyo hamkuwatendea wadogo hawa, hamkunitendea mimi. Kwa hiyo unaona kabisa kwamba adhimisho la kiliturujia linatutaka tuyaweke katika matendo yale tunayoyaadhimisha katika misa, tunayoadhimisha katika sakramenti mbalimbali, kwa sababu hayo ndio yanayotafsiri kwamba kile tulichokisikia, kile tulichohubiriwa, kile ambacho basi tumeambiwa, na kile ambacho tumekiazimisha katika liturujia ya Ekaristi kwa kupokea mwili wa Bwana wetu Yesu Kristo, unatupa nguvu na uwezo wa kutoka. Ndio maana baada ya hapo tunatoka. Angalia mitume, rudi kwenye tukio la Pentekoste. Jaribu rudi kwenye tukio la Pentekoste. Pale nini kilitokea? Roho Mtakatifu anawashukia mitume, wakiwa wamo ndani wanaanza kuzungumza kwa lugha mbalimbali. Na wakiwa wanazungumza kwa lugha mbalimbali, watu wanastaajabu, wale waliokuwa nje wamekuja kuhiji pale Yerusalemu. Na ndipo tunaambiwa Petro
na mitume wengine wanatoka wanaanza kuwaeleza. Kwa hiyo walitoka kwa ile nguvu ya Roho Mtakatifu wakaanza kuhubiri. Kumbe kila adhimisho la kiliturujia linapofanyika na ibada hizi mbalimbali zinazofanyika, iwe sala katika familia, sala katika jumuiya ndogondogo za Kikristo, sala ya mtu binafsi, ile unapomaliza kusali, manake unajawa kama kweli umejiandaa vizuri na umejiweka katika kupata hiyo neema ya Mwenyezi Mungu, unajawa ile nguvu ya Roho Mtakatifu inayokusukuma sasa kutoka ili ukayatangaze hayo ambayo umeyasikia katika muda ule wa sala, katika ule muda wa adhimisho la kiliturujia, kwamba haya sasa ukayaweke katika matendo kwa maisha yako ya kila siku, kuyashirikisha katika majukumu yako, katika kazi zako unazozifanya, lakini pia kwa watu mbalimbali ambao unakutana nao. Kwa hiyo hilo ndilo linalojikita katika kuona kwamba maisha ya ushirika yanavyosukumwa na nguvu hii ya liturujia ya Pasaka inayotutaka sasa tuyaweke katika matendo yale ambayo yanatokana na vile ambavyo tumebatizwa. Kwa hiyo hilo ni la msingi kulielewa. Na la tatu, tunaona hawa mitume kwamba hawa Wakristo wa mwanzo wamedumu katika fundisho la mitume na katika ushirika. Lakini tunaambiwa na katika kumega mkate. Kumega mkate maana yake ni nini? Kwa sasa ndio tunaita adhimisho la misa takatifu. Sasa mtu yeyote ambaye amebatizwa, amepata kipaimara, amepokea Ekaristi takatifu, anapyaisha maisha yake kwa njia ya kuendelea kupokea Ekaristi takatifu na kwa njia ya kutubu dhambi zake, kuungama dhambi zake kwa sakramenti ya kitubio au sakramenti ya maungamo. Kama nilivyosema kwamba sakramenti ya maungamo baada ya kutenda dhambi inarudisha ile neema iliyopotea, inarudisha zile baraka zilizopotea kwa dhambi. Na ndio maana tunapoungama sasa tunaondolewa dhambi zetu, na tunapoondolewa dhambi zetu sasa tunarudia ile hali ya mwanzo, ile hali ya kubaki katika ushindi pamoja na Mungu na katika kuendelea kumkana nani? Kumkana shetani. Kwa hiyo katika mazingira kama hayo sasa, kwamba kila adhimisho la misa tunamega mkate, kwamba zamani kanisa la mwanzo liliita kumega mkate, wanapokutana wanamega mkate, tumeambiwa nyumba kwa nyumba. Lakini sasa kila Dominika au katika misa za katikati ya wiki, kila siku tunakutana katika adhimisho la misa takatifu, tunasikiliza neno la Mungu, alafu baadaye tunaingia katika liturujia ya Ekaristi takatifu, tunapokea mwili na damu ya Kristo, tunakula mwili wa Kristo, na hivyo tunaunganika, kwa sababu Yesu anasema aulaye mwili wangu na kuinywa damu yangu anao uzima wa milele. Mimi ninakaa ndani yake na yeye anakaa ndani yangu. Kwa hiyo tunategemea kwanza, moja, huyu mtu amedumu katika fundisho la mitume kwa neno hilo. Pili, anaingia sasa katika muunganiko huo na Kristo kwa njia ya Ekaristi takatifu, anakuwa mmoja pamoja na Kristo, Kristo anakuwa ndani yake na yeye ndani yake. Na hivyo huyu mtu tunategemea ana ile roho ya Kristo, anakuwa amejawa moyo wa Kristo, anakuwa amejawa fikra ya Kristo, na anakuwa amejawa msimamo wa Kristo, kwa sababu tunafundishwa kwamba sisi tunapaswa kuwa na msimamo mmoja tu. Na msimamo wetu ni upi? Ni msimamo wa Kristo. Naomba nisome waraka wa Mtume Paulo kwa Filipi ili muweze kuelewa hiki ambacho ninachokieleza hapa. Waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi unaweka wazi tunapaswa kuwa na msimamo upi. Ndio maana katika kanisa tunaepuka sana kuwa na misimamo binafsi ambayo inabomoa, inaondoa umoja, inaondoa mshikamano, inaondoa ushirikiano. Paulo anatuambia katika waraka Mtume Paulo kwa Wafilipi sura 2 aya 5. Anatumia neno nia au msimamo. Sasa hapa anasema iweni na nia hiyo hiyo ndani yenu ambayo ilikuwamo pia ndani ya Kristo Yesu. Nia. Kwa hiyo sisi nia yetu ndio hiyo nia ya Kristo. Msimamo wetu ni msimamo huo wa Kristo. Na ndio maana tunaalikwa sasa kuondokana na vionjo vya namna yote ile. Mkristo hapaswi kuwa na misimamo yake binafsi. Anapaswa kuwa na msimamo wa Kristo. Na msimamo wa Kristo ni upi?
Anaweka vizuri. Ndio Paulo analitangaza fumbo la Pasaka anapoanza hii sura pili aya ya 6 mpaka aya ya 11. Kwanza anaanza kusema Paulo, nia ya Kristo hiyo ni ipi? Msimamo wa Kristo huo ni upi? Moja, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye ya kuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Huyu ni Mkristo ambaye ameadhimisha misa, amelisikiliza neno la Mungu, amepokea Ekaristi Takatifu. Maana yake amejawa mawazo ya Mungu, amejawa hali ya kiroho ya Mungu, amejawa muono wa Mungu, amejawa msimamo wa Mungu, amejawa nia ya Mungu. Kwa hiyo huyu mtu tunategemea awe mnyenyekevu. Nia ya kwanza ya Kristo, msimamo wa kwanza wa Kristo ni unyenyekevu, kwamba hakuona kule kuwa sawa na Mungu ni kitu cha kung'ang'ania. Anakuja chini, anatoa mwili kupitia mama Bikira Maria, anaishi kama sisi isipokuwa dhambi, na anatukomboa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Kwa hiyo Mkristo anayeadhimisha liturujia tunategemea awe mnyenyekevu. Hatutegemei kuona Mkristo ambaye anaadhimisha liturujia ni mwenye kiburi. Hatutegemei kumuona Mkristo anayeadhimisha liturujia katika misa za katikati ya wiki au misa za Dominika. Hatutegemei kumuona Mkristo anayesali sala binafsi, anayesali jumuiya ndogo ndogo ya Kristo, anayesali katika familia, anayefanya majitoleo mbalimbali, matendo ya huruma ya kimwili na kiroho, kwamba awe na kiburi, kwamba awe na majivuno, kwa sababu hayo hayapo kwa Kristo. Maana yake wewe utakuwa haujaunganika na Kristo, utakuwa umeunganika na nafsi nyingine ambayo sio nafsi ya nani? Ya Kristo. Kwa hiyo na ndio maana ili la kwanza la unyenyekevu tunapaswa kuliona katika kutafsiri maisha yetu ya kila siku, na namna ambavyo ile misimamo tunaokuwa nayo ni misimamo ya Kristo na kanisa lake au la. Kwa hiyo tunapaswa kuwa na msimamo huo wa Kristo. Kwa hiyo vitu vyovyote ukishaona ndani ya kanisa kuna magomvi, ni kwa sababu badala ya kuwa na msimamo wa Kristo tumekuwa na misimamo yetu wenyewe. Ukiona labda vyama vya kitume vinapewa utaratibu na kanisa, ambapo tumesikia hapa kwamba wakawa wakidumu katika fundisho la mitume, maana yake ile miongozo ya kanisa inayotokana na mitume pamoja na mafundisho mengine ya kulifafanua lile neno. Alafu labda baadhi ya vyama havifuati huo taratibu, maana yake hauwezi ukasema hawa wana roho ya Mungu. Haiwezekani ukapewa mwongozo na kanisa alafu labda ukaukataa na ufati maelekezo na sheria na taratibu, alafu ukasema wewe una roho ya Kristo. Haiwezekani. Haiwezekani. Sana sana utakuwa unaishi tu kwa maisha ya unafiki. Na ndio maana Paulo anasema katika waraka wa kwanza kwa Korinto sura ya 12 aya ya 3, hawezi mtu yeyote kusema Yesu ni Bwana isipokuwa kwa Roho Mtakatifu. Sasa unaweza kawa unataja Yesu, 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 unadhani kwamba kwa kutaja Yesu tayari una roho wa Bwana. No, sio kila anayesema Yesu, Yesu, anayetaja jina Yesu, Yesu ana roho wa Kristo. Sio kweli hata kidogo. Sio kweli. Na ndio maana Yesu mwenyewe anasema katika Injili ya Mathayo sura ya 7 aya 21 mpaka 23. Yesu anasemaje? Si kila asemaye Bwana Bwana ataingia katika uzima wa milele, ila ni yule anayelisikia neno na kuliishi, huyu ndiye. Sasa neno unalisikiaje? Neno sio tu linalosomwa pale kwenye mimbari, sio tu linalohubiriwa. Maana yake yale yanayohubiriwa yanatafsiri lile neno. Na maisha ya kila siku ya kanisa, miongozo mbalimbali ya kanisa, na ndio maana inaongozwa na neno la Mungu, neno la Kristo mwenyewe. Kwa hiyo ukishaona kwamba hauwezi kufata hayo na hauyaishi hayo, unajiamlia mwenyewe kwa kufata vionjo vyako mwenyewe bila kuwa na nia ya Kristo na msimamo wa Kristo, maana yake wewe kwanza, moja, hauna muunganiko na Kristo. Hiyo moja. Mbili, hauishi maisha ya ufufuko. Na hivyo liturujia yako unayoiazimisha, iwe ni kila siku katikati ya misa za wiki au kila Dominika, inakuwa tu ni kufanya mark time. Inakuwa kwa kweli ni kupoteza muda. Kwa kweli inakuwa ni kujidanganya. Na ndio maana tunahitaji kuwa wanyenyekevu, ambaye yeye mwanzo alikuwa yu namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho. Hiyo ya kwanza. Tunaendelea, anasema aya ya 7, bali alijifanya kuwa hana utukufu,
akatoa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana na umbo kama mwanadamu, alijinyenyekeza akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Unaona namna fumbo la ufufuko linavyotimilika. Fumbo la wokovu wetu linatimilika aje? Katika unyenyekevu. Unyenyekevu ndio msingi wa utii, na huu msingi wa utii ndio unatuletea upendo. Kwa hiyo unyenyekevu, utii vinaendana pamoja. Kinachotangulia ni unyenyekevu, kwa sababu unyenyekevu unabeba huu utii. Unyenyekevu unabeba upendo. Sasa hauwezi ukasema wewe ni Mkristo lakini sio mnyenyekevu. Hauwezi ukasema wewe ni Mkristo lakini sio mtiifu. Hauwezi ukasema wewe ni mnyenyekevu wakati hapo hauna upendo. Haiwezekani. Hausali, wewe sio mnyenyekevu. Hauendi jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ambazo ni tafsiri ya ile nguvu ya liturujia. Hauwezi ukasema kwamba hapo wewe ni Mkristo. Maana yake Ukristo wako una walakini, na ndio maana sasa inabidi ufanyaje? Utafute shida ni nini ili uweze kurudi. Kumbuka ni wapi ulikodondoka. Kumbuka ni wapi ulipokosea. Kumbuka ni wapi ulipojikwaza. Ndivyo tunavyoambiwa katika kitabu cha Ufunuo sura 2 aya 5 kwamba unatenda vizuri lakini nina neno nawe. Kumbuka ni wapi ulipodondoka. Kumbuka ni wapi ulipopoteza upendo wako wa kwanza. Urudi, ukatubu ili uanze maisha yako ya mwanzo. Kwa hiyo unaona ule unyenyekevu unavyoingiza utii, na utii huu unakamilisha hilo fumbo la Pasaka. Ndio maana ya mauti ya msalaba. Tena tunaambiwa kwa sababu hiyo sasa ya unyenyekevu na utii wake, kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Maana yake ule nguvu ya Kristo, ushindi wa Kristo umekirimiwa na Mungu Baba katika Roho Mtakatifu. Kwa sababu hiyo, maana yake kadiri tunavyokuwa wanyenyekevu, kadiri tunapotafsiri maadhimisho ya kiliturujia katika maisha kila siku, tunaendelea kupata baraka. Ndio maana ya kusema kwamba kwa hiyo Mungu alimwadhimisha mno, alimkweza, alimuinua, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina. Sasa wewe ukibaki na misimamo yako binafsi, hauwezi kusema kwamba una msimamo wa Kristo. Kwa sababu hii nia, tunapaswa kuwa na nia, na ndio maana tunabatizwa. Unaambiwa unamkataa shetani, ndio, na mambo yake yote na kazi zake zote, ndio. Na unaambiwa unasadiki kwa Mungu Baba Mwenyezi, ndio, Mwana pekee, ndio, Roho Mtakatifu, ndio, kanisa moja, ndio, ungamo la dhambi, ndio, ufufuko wa wafu, ndio, uzima wa milele ijayo, ndio. Sasa haya yote ulikuwa ufanye maigizo siku ile. Kama ulikuwa unafanya maigizo, hata ubatizo wako ule utakuwa si ubatizo, ulimwagiwa tu maji. Kwa hiyo ni vizuri pia tukaelewa. Kunaweza kuwa kuna tofauti, wanawaambia watu tofauti kwamba kuna jiwe hapo nalibatiza, na yule mtu hana nia, yuko pale, unaona, au baada ya kubatizwa hautekelezi yale ambayo unapaswa kuyaishi kama mbatizwa baada ya liturujia hiyo ya ubatizo, baada ya liturujia hiyo ya Pasaka. Maana yake utakuwa kuna tofauti gani na kitu tu ambalo lipo tu halina uhai wowote? Kwa hiyo ni bora huyu mtu asingeingia. Ndio maana neno la Mungu linasema usimpatie mbwa lulu na wala usimpatie nguruwe vitu vitakatifu, kwa sababu hawaelewi maana yake, watavirarua tu. Sasa wakati mwingine ndio maana tunapaswa kuandaa vizuri sana hawa ambao tunaowaingiza katika Ukristo, ili wasije wakararua matakatifu, ili tusije tukaharibu matakatifu, na hivyo kujikuta tunapata laana kubwa zaidi, tunaingia katika hatari kubwa zaidi. Kwa hiyo unaona, huo ndio msimamo ambao kwamba hawa walidumu katika mafundisho ya mitume, walidumu katika ushirika, na waliumega mkate. Kwa hiyo unaona kabisa kila anayeingia katika adhimisho la misa takatifu ndani yake kuna kuumega mkate. Akatoa mkate, akaumega, akawapa wafuasi wake akisema. Kwa hiyo ni tendo hilo ambalo tunapaswa. Kwa hiyo wewe kama ni Mkristo lazima ujiulize, unahudhuria adhimisho la misa takatifu? Sababu zipi zinakufanya usihudhurie misa takatifu? Ukianza na Dominika. Na unapohudhuria Dominika, unahudhuria kwa namna ipi? Kama tu utaratibu wa kwenda na mimi nionekane, au ni sehemu ya maisha yako, kwa sababu ndipo unapata nguvu na baraka? Kwa hiyo fumbo hili la ukombozi wetu
Pasaka hii tunayoiishi, Pasaka hii tunayoitenda, ni lazima itufanye tuwe tumeelewa yale yaliyo mapaswa ya Mkristo. Bila kufanya hivyo, kwa kweli, maana yake yote ambayo tulioyafanya katika mkesha wa Pasaka, miaka na miaka ambayo tumekuwa tukirudia, watu wanabatizwa, Wakristo wengine wanarudia, wanaweka ahadi, maana yake baada ya hapo mtu ndani ya wiki haonekani kanisani. Haonekani wala kwenye jumuiya ndogo ndogo za Kikristo, na wala sala zake binafsi ya sali, na wala kwenye familia hakuna sala zozote. Sasa unategemea nini hapo? Maana yake hapo sana sana tu ni kwamba tulipoteza muda tu. Tuna idadi tu kwenye vitabu kwamba tuna Wakristo 100. Lakini kati ya 100 wangapi wanasali? Wangapi wanahudhuria adhimisho la misa takatifu? Kwa hiyo ndio inakuwa changamoto. Na mwisho tunaambiwa walidumu katika sala. Ndio maana nimesisitiza juu ya sala. Kwa hiyo mambo manne hawa waliobatizwa walidumu: mafundisho ya mitume 1, ushirika maisha ya kidugu 2, kuumega mkate ndio adhimisho la misa hilo kwa sasa, alafu na sala. Sala hiyo ni sala ya kanisa ambayo tunaita masifu, lakini pia sala ambazo kanisa linakuwa limeweka, labda sala za jumla za Wakristo, na pia sala binafsi, sala katika familia. Kwa hiyo ndugu wapendwa, wasikilizaji na watazamaji, basi Mungu atusaidie kuona kwamba sisi kama Wakristo, maadhimisho yote ya kiliturujia yatusaidie kuweka katika matendo na kuyaishi haya tunayoadhimisha ndani ya misa, ndani ya sakramenti yoyote, na sala zetu na ibada mbalimbali katika maisha ya kila siku. Basi mpendwa msikilizaji na mtazamaji, tunaendelea na napenda sasa tunapoendelea kutafakari juu ya liturujia Pasaka, ambao nimesema kwamba liturujia yenyewe inabeba hilo fumbo la Pasaka. Na tunapozungumzia fumbo la Pasaka, tunamzungumzia Yesu Kristo, ambaye utimilifu wa wokovu wetu umefikiwa kwa njia ya mateso, kifo na ufufuko. Kwa hiyo kama nilivyosema, wakati wowote, iwe nje ya Pasaka au iwe ndani ya Pasaka, kwa kweli kinachotawala maisha yetu ni maisha ya kipasaka, kwa sababu Pasaka hii ndio tunaokuja kuishi milele na milele mbinguni. Na ndio maana tunaishi Pasaka hapa duniani mara 2. Tuna Pasaka ya kila Dominika. Kila Dominika tunapokutana tunaadhimisha Pasaka, na kila mwaka tunaadhimisha Pasaka. Kumbe Pasaka ya kila Dominika inatuandaa kwa ajili ya Pasaka ya kila mwaka, na Pasaka ya kila mwaka inatuandaa kwa ile Pasaka ya milele, ambao ndio uzima wa nini? Wa milele. Kwa hiyo ni vizuri tukaelewa hizi hatua 3. Pasaka ya hapa duniani tunaiazimisha kila mwaka, maana yake tunasema tunaiazimisha mara 2, kwamba kila wiki tunaadhimisha Pasaka, kila Dominika, lakini kila mwaka tunaadhimisha nini? Tunaadhimisha Pasaka. Lakini maana yake ni nini? Pasaka ya kila wiki inatuandaa kwa ajili ya Pasaka ya kila mwaka, na Pasaka ya kila mwaka inatuandaa kwa ajili ya Pasaka ya nini? Ya milele, ambao ndio tamanio letu. Sasa kama ambavyo tunaendelea kuzungumza juu ya liturujia Pasaka au liturujia katika ujumla wake na maisha ya ufufuko, ni kwamba kila mtu, tunategemea kila mtu anapenda kuwa mahali pale atakapokuwa, au anatekeleza majukumu yale yanayomsaidia aweze kufika mahali fulani. Wewe ambaye ni mfanyakazi, daima kila asubuhi unapoamka utaenda kwenye eneo lako la kazi. Unaamka asubuhi, unajiandaa, mwelekeo wako, mawazo yako, mgandamizo wako ni kuenda kwenye eneo lako la kazi. Kwa nini unaenda kwenye eneo lako la kazi? Kwenye eneo lako la ajira? Kwa sababu unajua kwamba nisipoenda kwenye eneo langu la ajira, maana yake kadiri ya mkataba tulionao, unanitaka kila ninapofika eneo la kazi, eneo la ajira yangu, niweke sahihi, niandike jina langu na niweke sahihi yangu na muda nilioingia na muda ambao nitakao kuwa nimetoka, ili huyu mwajiri wangu anapokuja anaangalia, anaona huyu mtu alihudhuria kazini. Na lengo ni nini? Unafanya hivyo ukijua mwishoni kuna kitu. Na tunajua kadiri ya utaratibu wa kidunia ni kwamba kila mwisho wa mwezi, kwa yule ambaye ni mfanyakazi, ukiacha labda yule tunaoita day worker,
yani mtu anayefanya kazi ya kila siku na analipwa kwa siku, kwamba anaenda kwenye lile eneo akijua kwamba mwisho wa mwezi kuna kitu kinatoka. Lakini hiki kitu anachokipata, huu mshahara anaoupata, hii posho anaoipata, anaipataje? Anaipata moja, si tu kwa kuhudhuria pale kazini na kuwepo. Kuhudhuria na kuwepo ni swala moja, lakini umefanya nini? Sijui kama mnaelewa hapo. Yani umeenda kazini, ni kweli. Na ndio maana kwa kuna msemo mmoja, wakati mwingine watu walikuwa wanataniana kwamba palipo wengi uwepo. Yani kama mpo katika grupu fulani hivi, wewe haigarishi utafanya nini pale. Labda kama ni wanafunzi wamepewa mafekeo waende kufyeka mahali fulani, basi mtu anachukua fekeo, anafika pale palipo wengi uwepo, yupo, lakini hata afanye chochote maada mtu ameonekana yupo. Umeona? Lakini tunajua kabisa huyu akigundulika maana yake anaingia kwenye nini? Kwenye adhabu. Kwa hiyo ndio maana nikasema kwamba mtu yeyote yule ambaye tayari amefungamana na mtu, amefungamana na taasisi, amefungamana na wajibu fulani, amefungamana na ajira fulani, ni lazima kwanza aende kwenye hilo eneo la ajira au la kazi. Hiyo moja. Mbili, atekeleze wajibu unaomtaka katika kazi hiyo. Na anajua asipotekeleza maana yake hatapata ile posho ambayo anataka kuipata, hatapata mshahara ambao anapaswa kufanyaje? Kuupata. Sasa wewe ni Mkristo. Jambo la kwanza linalo kuandaa kuelewa lile fumbo kubwa kabisa la misa takatifu na maisha ya sakramenti zingine ni ile maandalizi yako binafsi ya sala. Binafsi, sala katika familia, sala katika jumuiya ndogo ndogo za Kikristo ambazo tunazikumbusha mara kwa mara. Hiyo moja. Lakini pili, tunategemea wewe uwepo katika lile eneo ambalo kwalo linaelezea lile fumbo utakalo kuja kuliishi milele na milele mbinguni. Na eneo hili ni wapi? Ni kanisani, ambapo ndipo tunaadhimisha Pasaka. Kwamba tumekutana wote tunaoamini, tunaadhimisha Pasaka ya kila wiki, lakini pia tunaadhimisha Pasaka ya kila mwaka. Sasa wewe umejifunga kwa njia ya ubatizo, katika liturujia hiyo ya ubatizo, tukitegemea kwamba sasa kama vile mfanyakazi ambaye kila siku anaenda kwenye eneo la kazi, tunategemea na wewe kila wiki unajifunga, unaenda kuripoti kwamba jamani, mimi bado ni mshirika, mimi bado ni muamini, mimi bado nina muunganiko na Kristo, ninatamani kuwa na huyu Kristo milele na milele. Ninaona tu kwamba ni kama ninachelewa, na ndio maana sasa ninajitahidi sasa kuwa na muunganiko na huyu Kristo kwa njia ya kuadhimisha hii liturujia ya kila Dominika, liturujia ya kila ya Pasaka ya kila mwaka, ili mwisho wa siku niweze kurithi uzima wa milele na kushiriki Pasaka ya milele. Sasa wewe hauendi kwenye Dominika, kwenye adhimisho la misa takatifu. Unakuja mara moja labda Pasaka na Krismasi. Hivi jiulize tu katika akili ya kawaida, wewe ni mfanyakazi, unaenda mara moja kwa mwaka kazini. Sijui inakuaje hapa. Mara moja kwa mwaka. Nani kwanza atakupokea hiyo mara moja kwa mwaka? Kwanza tu ile wiki tu yenyewe, bila taarifa yoyote msingi, inakuaje hapa? Sasa wewe huendi kanisani kwenye maadhimisho ya kila Dominika, kwenye maadhimisho ya kila mwaka ya Pasaka, alafu unasema hapo bado unaushirika na huyo Kristo, alafu bado utasema kwamba unamtamani huyo Kristo, kwamba unganike naye milele na milele. Jamani, tunajidanganya. Hayo sio mafundisho ya Kikristo kupitia kanisa moja takatifu Katoliki la mitume. Isio, unahitajika kuwepo. Na ndio maana hata katika mahusiano tu ya kawaida ya kibinadamu, wale marafiki utaona wanapenda kuwasiliana mara kwa mara. Na mtu asipowasiliana na rafiki yake utasikia, imekuwaje? Mbona siku hizi umepunguza mawasiliano? Zamani tulikuwa tunawasiliana mara kwa mara kila siku. Siku hizi naona mawasiliano yamepungua, vipi, kuna shida gani na nini? Mtu analalamika kweli. Lakini huyu analalamika kwamba umeacha kuwasiliana na mimi. Unakuta hata asali, ambapo anatakiwa kusali ili awasiliane na Kristo. Atamani kule kuwasiliana na Kristo kila siku.
atamani kuwasiliana na Kristo pamoja na wanafamilia wenzake, atamani kuwasiliana na Kristo pamoja na wanajumuiya wenzake katika jumuiya ndogo ndogo, na atamani sasa katika ile jumuiya kubwa kabisa ambao tunakutana katika Dominika, katika kanisa mahalia, kama ni la parokia, kama ni la kigango, huyu mtu aone hiyo haja. Lakini unaona wakati mwingine tumefungwa na mambo ya kidunia hii, tumefungwa na mambo ya kimwili. Kwa hiyo unajikuta wakati mwingine hatuoni umuhimu sana wa mambo ya sala, hatuoni umuhimu sana wa adhimisho la liturujia la misa takatifu, hatuoni umuhimu sana wa mambo haya ya masakramenti. Alafu hapo tunajiita wa Kristo, wakati hivi vitu tunavyoviacha ndivyo vinavyotuunganisha na kutufanya kwamba kwa kuviishi na kuvitekeleza na kuvishuhudia katika maisha yetu ndivyo vinavyotufanya baadaye kwa nguvu ya Mungu tupate uzima wa milele. Kinyume chake hatuwezi kupata uzima wa milele, tutakuwa tunajidanganya, na hivyo Pasaka yetu tunayoiadhimisha hapa duniani itakuwa ni ya bure. Kumbe basi niwaombe ndugu zangu, tuone umuhimu wa kuunganisha kile tunachokiadhimisha na kukiishi katika maisha yetu ya kila siku, na Mungu aendelee kukubariki sana. Asante. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Amina. Kwa jina la Baba na la Mwana na la Roho Mtakatifu. Amina.